Katika hali ya matayarisho ya kuisherekea siku ya mashujaa itakayosherekewa kesho, ili kuwaenzi wote walioshiriki katika njia moja au nyingine kupatikana kwa uhuru wetu kabla na baada ya uhuru, nilifanikiwa kumpata mzee Abdalla Mwasimba ambaye mchango wake katika kukikuza Kiswahili ni mkubwa, hasa kwa wanaofahamu Kiswahili na wanaofahamu ni lugha ya kwanza na rasmi kwa mujibu wa katiba. Na mtu huenda yasijulikane mengi kumhusu, lakini ni mmoja wa mashujaa wa lugha ya Kiswahili nchini. Tumuombe nusuru. Kazi yake ni wazi na inaonyesha bayana namna alivyo mzalendo imara. Lakini Abdalla Mwasimba ni nani? Mimi ni shabiki na muasisi mkubwa wa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo kule wale ambao wanaeleweka, wenye kuendeleza lugha ya Kiswahili, na mimi nikiwa mshairi na pia mlezi wa lugha ya Kiswahili. Alizaliwa pwani ya Kenya, alafu ujanani alihamia jijini Nairobi baada ya kupata elimu ya msingi hadi darasa la 5. Na katika hali ya kusaka kazi, Mwasimba aliandamana na kipaji chake cha utunzi na uimbaji wa mashairi. Usiuthamini kithamani. Waniona wewe ukiniona wafikiri mimi ni wajuzi. Alifanya kazi miaka mingi, lakini sasa Mwasimba ana biashara ndogo inayomsaidia kujikimu na kuyatekeleza mahitaji yake madogo madogo, na hili hutokea wakati hayumo kwenye shughuli za kuimba mashairi ama kuhutubia mihadhara mbalimbali, jambo analolifanya kwa ustadi mkubwa mno. Ushauri wake na nasaha kwa wakubwa na wadogo ni dawa mjarabu. Wakati akihutubia kwenye mihadhara, lengo lake kuu huwa ni kufahamisha kuhusu umuhimu wa Kiswahili na ni kwa nini ni lazima kuikumbatia lugha hii tukufu na tamaduni zetu. Ni lugha ya taifa na pia ndio lugha iliyoleta uhuru. Kiswahili ndio lugha iliyoleta uhuru, kwa sababu unajua hakuna kitu kibaya kama mtu kujitia ubora ambao hana. Wajua ukijitia ubora, kumbuka watu wa fora. Hajipi sifa bora mtu ila apewe. Sasa kwamba wewe utataka kuwa mzungu, sijui mzungu mwenyewe akiwako itakuwaje? Dakika chache utakapokuwa na mzee Mwasimba, hutatamani hata kiduchu kuondoka, kwani ucheshi wake na utongoaji wa mambo hukuacha ukiwa na tabasamu tele. Mama watoto, hebu fanya huko. Bana wewe. Ungana nami kwa sehemu ya pili wakati mzee Abdalla Mwasimba atakapokuwa akitueleza mengi kuihusu siku ya mashujaa. Naam, huyo ni shujaa Abdalla Mwasimba ambaye ushairi wake umesikika tangu zamani kupitia idhaa ya redio na pamoja na shirika la utangazaji la Kenya KBC na idhaa ya Kiswahili ya KBC. Ni shujaa kweli kweli katika kukikuza Kiswahili na kukienzi zaidi Kiswahili, ikiwa ni ndo lugha rasmi ya Kenya na lugha ya taifa vile vile. Asante sana mzee Abdalla Mwasimba kwa mahojiano yetu tuliofanya na yeye wiki iliyopita. Naam, kufikia hapo mtazamaji, la ziada sina. Kwa niaba ya timu nzima ambayo imehusika kwa njia moja au nyingine katika kufanikisha makala ya leo ya GBS Vipasho Kamili, mimi ni Francis Silva na msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Henry Maina. Tutaonana panapo majaliwa na kutakia usiku mwema. Kwaheri.